السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Wapenzi watukufu Islam, sitakuwa mrefu wa maneno kulingana na muda. Nitapita katika njia waliopita mashekhe zangu, ikiwa ndugu yetu wa kwanza ametuelezea shirki na madhara yake. Kwa yoyote yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuamiliana na shirki, basi huyu akifariki, akiaga dunia bila ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuhakikishia katika Qur'ani tukufu ya kwamba ataionja harufu ya pepo. Anasema Allahu jalla jalaluhu, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule ambaye atamshirikisha Allahu jalla jalaluhu, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu amemharamishia pepo na mashukio yake ni motoni, na madhalima hawatakuwa na watu watakuwa wanusuru. Leo shirki katika miji yetu imekuwa ni kitu cha kawaida, imekuwa ni jambo la kawaida sana, kama vile mtu kusikia kiu na kutafuta chupa ya maji ilipo akajisaidia na maji kama yale. Ndugu zangu katika imani, madhara yake ni makubwa, kwa sababu inarithisha ufisadi, inarudisha nyuma maendeleo ya jamii. Ni jambo ambalo linamweka mbali yule mwenye kulifanya na Uislamu, kwa sababu jambo la kwanza ambalo Allahu jalla jalaluhu ametuamrisha kulifanya sisi waja ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba ni jambo zima la at-tauhid. Neno hili at-tauhid wanawachuona wakalifasiri ya kwamba huwa ifradullah bil ibada, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kumfanyia ibada yeye peke yake. Lakini kama sisi leo tutakuwa ni wenye kujiingiza katika masala yasiyokuwa ya kumpwekesha Allahu jalla jalaluhu, basi tutakuwa tumepata hasara. Kiumwa, ugonjwa ukipitiliza, si hivi lazima kuna mkono wa mtu, kama alivyosema ndugu yetu. Biashara iendi, si hivi lazima hapa kuna mkono wa mtu. Ndugu zangu katika imani, tuondokeni kule kwenye giza, turudi katika njia ya Allahu jalla jalaluhu. Kwa nini? Kwa sababu tayari tumeelezewa hapa na shekhe wetu katika mimbari ya kwamba Uislamu umekuja kutusanyia yale yote yaliyokuwa mazuri yakawekwa ndani ya Uislamu. Kwa utakapokwenda kinyume na maadili ya Uislamu, ina maana umejisababishia wewe mwenyewe kuishi maisha ya dhiki. Mwenyezi Mungu subhanahu